Wanyama ni miongoni mwa sekta muhimu katika uchumi wa ulimwengu. Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo inategemea uwepo wa wanyama kama kichocheo kikubwa cha uchumi kupitia sekta ya utalii ambayo inaingiza fedha nyingi kwa taifa. Wanyama kama vile tembo, nyati, chui, simba na hata wanyama wengine wengi kabisa ambao wanapatikana katika hifadhi mbalimbali za taifa la Tanzania na hata mataifa mengine barani Afrika ni miongoni mwa rasilimali ambazo zimekuwa zikilindwa na kutunzwa kwa wivu mkubwa kabisa. Tanzania imekuwa ikilinda wanyama wake kupitia hifadhi za taifa pamoja na mapori ya akiba kupitia sekta ya utalii ambayo imekuwa ni miongoni mwa sekta muhimu kwenye uchumi wa taifa la Tanzania. Si Tanzania pekee bali hata mataifa mengine mengi ulimwenguni pia ni mataifa ambayo yamekuwa yakinufaika na uwepo wa wanyama kwa kuwa watalii wengi humiminika katika mataifa hayo kwa ajili ya kuja kujifunza, kufahamu, kuona na hata kufurahia uwepo wa wanyama ulimwenguni. Tembo, twiga, simba, nyati, nyumbu na wanyama wengine wengi ni rasilimali muhimu kwa taifa la Tanzania ama taifa lingine liwalo lolote lile kutokana na umuhimu wake kwenye sekta hiyo ya utalii. Lakini je, umekuwa ukifahamu historia, maisha, desturi, tabia na hata mambo mengine mengi yanayohusiana na wanyama? Wataalamu wa wanyama katika hifadhi mbalimbali ulimwenguni wamekuwa wakifanya kazi ya kufanya tafiti na kugundua tabia nyingi za maisha ya wanyama. Zipo zile ambazo zinafahamika, ambazo zilishafanya utafiti na kugundulika, lakini zipo zile ambazo pia zimeendelea kugunduliwa na ziko ambazo bado hazijagunduliwa vya kutosha ama kukamilika ili kufahamu zaidi. Bado watafiti wameendelea kufanya kazi ya kutafiti ili kufahamu kwa kina zaidi kuhusiana na taarifa zingine muhimu za wanyama. Hebu fikiria. Watafiti wamegundua kwamba tembo ni miongoni mwa wanyama ambao wanaishi katika maisha ya kifamilia, wanaoweza kutambua huzuni na hata furaha. Simba ni miongoni mwa wanyama ambao wanaishi katika makundi ambayo huwa yana dume moja na majike au majike na madume machache angalau hata mawili ambayo yanaweza kuongoza kundi. Lakini mnyama simba jike ndiye mwindaji mkubwa zaidi kuliko dume. Lakini dume ndiye ambaye huilinda familia dhidi ya maadui. Vivyo hivyo pia kwa wanyama wengine kama vile tembo ambaye jike mkubwa ndiye kiongozi wa familia. Unataka kufahamu mambo gani mengine kuhusiana na wanyama? Tuandikie. Hii ni Travo TV, mimi ni Mbushi Kwilasa. Hakikisha umesubscribe, like na kushare.